Na hii ni habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio, ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edastina Tibashailwa. Bodi ya mfuko wa barabara RFB imesema miundombinu ya barabara ni rasilimali ya umma yenye thamani kubwa zaidi inayokadiriwa kufikia shilingi trilioni 39.5, sawa na 23% ya pato la taifa. Taarifa ya RFB kwa vyombo vya habari inakadiriwa nchini zaidi ya 90 na 80 ya abiria na mizigo mtawalia hutumia njia ya barabara kwa ajili ya usafiri na usafishaji. Katika taarifa hiyo ya miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, RFB imeeleza serikali imekuwa ikiimarisha uwezo wa kifedha na kitaasisi ili kuzilinda barabara. Imeeleza kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia imekuwa ikitenga wastani wa shilingi bilioni 900 kila mwaka kuwezesha utekelezaji wa wastani wa miradi 700 ya matengenezo ya barabara za kitaifa na miradi 900 kwa barabara za wilaya, na kuimarisha uwezo wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA na bodi ya mfuko wa barabara. Mkurugenzi mkuu bohari ya dawa MSD Mavere Tukai amesema kuwa kutokana na nia ya serikali kuboresha maisha ya Watanzania kuanzia mwaka wa fedha 2023-2024, idadi ya bidhaa ashiria zinazotumika kupima hali ya upimaji wa bidhaa za afya zimeongezeka kutoka bidhaa 290 hadi kufikia bidhaa 382. Tukai ameyasema hayo Machi 19, 2025 jijini Dodoma wakati akizungumza na wanahabari, akielezea mafanikio ya taasisi hiyo katika maadhimisho ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Amesema kuwa hali ya uwepo wa bidhaa za afya ashiria 382 imeongezeka kutoka 42% mwaka 2021-2022 hadi kufikia 67% mwezi Februari 2024-2025, sawa na ongezeko la 23%, na kufanya hali ya upatikanaji wa bidhaa za afya kuimarika mwaka hadi mwaka. Na katika kimataifa, Israeli imesema kuwa imeongeza muda wa operesheni zake ardhini huko Gaza baada ya kuzindua mashambulizi ya anga yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 430 ndani ya siku 2. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limeeleza kuwa wanajeshi wake wamehamia kutoka ukanda wa Netanel ambao unatenganisha kaskazini na kusini mwa ukanda wa Gaza. Mashambulizi mapya dhidi ya Gaza yanaashiria mwisho wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yamekuwa yakifanyika tangu Januari 2025. Kundi la waasi wa M23 limeendeleza mashambulizi mashariki mwa Kongo na kuingia katika mji wa Walikale siku 2 baada ya rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kutoa wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao huko Katari. Milio ya risasi ilisikika usiku wa Machi 19, 2025 karibu na mji huo katika eneo la Nyabangi ambako mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya kundi hilo na jeshi la Kongo katika mji huo wa Walikale wenye utajiri mkubwa wa madini unaopatikana takriban kilomita 125 kaskazini magharibi mwa Goma. Wakati hayo yakijiri, rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema nchi yake inatarajia kuimarisha uwezo wake wa ulinzi na usalama kama sehemu ya mkataba wa ushirikiano na Marekani, ambapo Washington itanufaika pia na madini ya Kongo. Na huu ndo mwisho habari kwa ufupi kutoka Ishizo FM Radio. Habari kamili itakujia ifikapo saa 10 kamili jioni. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz.
Jina langu ni Edastina Tibashailwa. Asante na kwaheri.